Okay. Leo tarehe 29 mwezi huu wa 10 mwaka 2025 katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika katika siku hii ya leo ya kuchagua madiwani, wabunge pamoja na rais. Uchaguzi huu ni wa kihistoria kwa sababu chama kikuu cha upinzani hakishiriki, kimefungiwa na mwenyekiti wake amefunguliwa mashtaka ya uhaini. Makamu mwenyekiti naye ambaye alikuwa amepanga safari kwenda kufanya mazishi ya mwanaharakati na mwanasiasa mkongwe kutoka katika nchi ya jirani ya Kenya, John Heche, kwenda kumzika Raila Odinga, naye alirudi. Kwanza alizuiliwa asiingie Kenya na wala hakufika katika mazishi. Kwa hiyo alirudi Tanzania baada ya shughuli zote za mazishi. Amekamatwa alipokwenda katika mahakamani kufuatilia kesi ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Lissu, naye hajulikani. Ila Mheshimiwa Lissu tunajua kwamba yuko katika maximum security katika jela au gereza la Ukonga. Leo hii wananchi wanakwenda kupiga kura. Sasa tunajiuliza, kuna wale ambao wanasema kwamba wanakwenda kupiga kura dhidi ya kuwepo na matatizo makubwa kwa kweli katika mfumo mzima wa uchaguzi nchini Tanzania. Hakuna hata mtu mmoja asiyejua kwamba mfumo wa uchaguzi wa Tanzania duniani kuna matatizo, lakini chama ambacho kiko madarakani kwa muda zaidi ya miaka 60 kinasema kwamba hakuna matatizo yoyote ya mfumo wa uchaguzi. Sasa American Swahili News tunafuatilia kwa karibu kwa katika Good Morning Africa, Good Morning East Africa. Katika siku hii ya leo tutaangalia na kuwafuatilia wanasiasa Tanzania na wananchi na kufuatilia hali ya usalama wa wananchi wa kawaida iko vipi na hali ya usalama wa nchi nzima katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko vipi. Kwa hiyo basi usikose kuungana nasi siku hii ya leo kutoka katika studio zetu za Columbia, South Carolina, mida 11:45 Eastern Standard Time. Dr. Patrick Bulo wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Peace. I'm Shaq.